Kuna taarifa za hivi punde, polisi wamekula kipigo kikali na wananchi mkoani Kigoma wameachwa na majeraha chungu nzima baada ya kudhaniwa kuwa ni watekaji nyara badala ya polisi. Polisi hao walipigwa vibaya hadi kuumizwa walipojaribu kumteka au kumkamata mtu huyu eneo hilo. Mtazamaji, kama kawaida yetu, kabla nikueleze taarifa hizi kwa kina na kwa upana zaidi na kwa undani zaidi, niambie unanitazama au kunisikiliza ukiwa maeneo gani. Kama upo nje ya nchi, niambie unanisikiliza ukiwa taifa gani, na kama upo humu katika taifa letu la Tanzania, basi niambie unanisikiliza ukiwa mkoa au maeneo gani. Tukio la vurugu limeripotiwa kutokea katika kijiji cha Kirungu kilichopo kata ya Janda mkoani Kigoma, na tukio hilo ni la kustaajabisha na la kusikitisha vile vile. Hofu na sintofahamu iliwakumba wakazi wa magharibi mwa Tanzania baada ya kutokea mapigano makali kati ya wananchi na askari polisi katika kijiji cha Kirungu huko mkoani Kigoma. Makabiliano haya ya hivi punde yanaripotiwa kuanza wakati wenyeji walipoamini kimakosa kwamba maafisa wa polisi walikuwa wakijaribu kumteka nyara mwanamume badala ya kumkamata kihalali. Mvutano uliongezeka kwa kasi huku umati wa watu ukikusanyika na mihemko ikazidi huku polisi wakila kipigo. Mashahidi walieleza matukio yenye machafuko yaliyowekwa na kupiga kelele pamoja na kukimbia na fujo na mashambulizi ya kimwili. Tukio hilo la kushangaza tangu wakati huo limezua wasiwasi wa kitaifa kuhusu imani na usalama wa umma na maafisa wa usalama. Kulingana na akaunti rasmi, operesheni ya polisi ilikuwa sehemu ya utekelezaji wa kawaida wa sheria za uhamiaji katika jamii ya mbali. Maafisa hao wa polisi walidaiwa kutaka kumkamata mtu aliyeko nchini kinyume cha sheria. Maafisa walikuwa wameripotiwa kumzuilia mshukiwa anayedaiwa kuingia nchini kinyume cha sheria na walikuwa wakijiandaa kumsafirisha kutoka eneo la tukio. Hata hivyo, ghafla wanakijiji walizuia gari la polisi na kukataa kuruhusu kuondoka kwake. Hata hivyo, kutoelewana kulibadilika haraka na kuwa uadui na vita. Wakazi hao wanadaiwa kuwashutumu maafisa hao wa polisi kwa kujihusisha na utekaji nyara badala ya kazi ya halali. Hali hiyo ilizidisha vurugu za wazi ndani ya dakika chache. Walioshuhudia walidai kuwa hasira kati ya umati au wananchi hao wa Kigoma iliongezeka huku uvumi ukienea kutoka kundi moja hadi jingine. Watu walianza kukusanya silaha zikiwemo fimbo, mapanga na mawe, wakijiandaa kukabiliana na maafisa hao kimwili na kivita. Polisi hao wa Tanzania walioshikwa na ulinzi wa kiwango cha upinzani walijitahidi kudumisha udhibiti na amani. Juhudi za kutuliza umati huo zimeripotiwa kushindwa huku raia wakizidi zaidi na makabiliano hayo. Hofu na uchokozi vilitawala mazingira. Hivi karibuni maafisa hao walijikuta wamezingirwa na kuwa hatarini. Pigo kilichofuata kilielezwa kuwa cha kikatili na kisichokoma. Wananchi wanadaiwa kuonyeshea viboko askari hao na kuwapiga kwa fimbo na kuwarushia mawe kutoka pande tofauti au pande zote. Washambuliaji wengine waliripotiwa kuwalenga moja kwa moja vichwa na miili ya maafisa na kuacha na majeraha mengi. Vurugu hizo zilishtua hata baadhi ya wakazi ambao hapo awali walikuwa wamekusanyika kwa udadisi zaidi. Sare zilizomwagika damu na vilio vya kuomba msaada vilitoa picha mbaya ya mapambano hayo. Hofu ilitanda kijiji kizima huku uhalisia wa hali hiyo ukidhihirika. Wakati wa shambulio hilo dhidi ya maafisa hao, afisa mmoja wa polisi alipata majeraha mabaya huku raia mwingine pia akijeruhiwa katikati ya machafuko hayo. Usaidizi wa dharura hatimaye ulipangwa ili kuwaondoa watu waliojeruhiwa kutoka katika eneo hilo tete. Huduma ya kwanza ilitolewa kabla ya kukimbizwa katika kituo cha afya kilicho karibu kwa matibabu zaidi. Wahudumu wa afya baadaye walithibitisha kwamba majeraha yalikuwa makubwa lakini sio mabaya hivyo. Hata hivyo, mamlaka imeendelea kufuatilia uokoaji wa waathiriwa. Jamii inasalia kutikiswa na jinsi ghasia zilivyotokea kwa haraka eneo hilo. Hata hivyo, mamlaka ya kutekeleza sheria ililaani vikali shambulio hilo na kusisitiza kuwa kushambulia maafisa wanaotekeleza majukumu yao ni kosa la jinai. Maafisa walionya kuwa kujichukulia sheria mkononi kunatishia utulivu wa kitaifa na usalama wa umma. Wapelelezi wameanza kukusanya ushahidi na kuwatambua watu ama raia wanaoshukiwa kuhusika na kipigo hicho dhidi ya polisi. Taarifa kutoka kwa uongozi wa polisi zilionyesha kuwa kuna uwezekano wa kukamatwa katika siku zijazo kwa watu wengi waliohusika.
serikali imedhamiria kutuma ujumbe wazi kuhusu heshima kwa utekelezaji wa sheria. Wataalamu wa usalama wameelezea kutoaminiana kwa kina na habari potofu kama vichochezi vinavyowezekana vya athari ya vurugu. Katika baadhi ya jamii za mashambani, uvumi unaweza kuenea kwa haraka na kuunda mitazamo kabla ya ukweli kuthibitishwa. Wachambuzi wanaamini kwamba hofu ya utekaji nyara inaweza kuwa na jukumu muhimu la kisaikolojia katika kuhamasisha umati. Mara tu hisia zilipochomwa, mazungumzo ya busara yakawa karibu kutowezekana. Tokeo hilo likawa kuvunjika kwa hatari kwa mawasiliano. Kuzuia kutoelewana kama hivyo kumekuwa kipaumbele kwa watunga sera. Viongozi wa eneo hilo vilevile pia wameelezea wasiwasi wao kuhusu mienendo ya kijamii ambayo inahimiza hatua za pamoja dhidi ya dhuluma inayodhaniwa. Katika jumuiya zilizounganishwa kwa udhabiti, wakazi mara nyingi huhisi kulazimishwa kuteteana hata bila ufahamu kamili wa hali inayoendelea. Ingawa mshikamano unaweza kuimarisha uhusiano mzuri wa kijamii, unaweza pia kusababisha maamuzi ya haraka bila uthibitisho. Wataalamu wanaonya kwamba miitikio ya umati inaweza kuzidisha mizozo midogo hadi mizozo ya kuhatarisha maisha. Tukio la Kirungu huko Kigoma ni mfano tosha leo. Kampeni za elimu vilevile zinaweza kusaidia kupunguza hatari siku zijazo kama hizo. Mamlaka sasa inazingatia mikakati ya kujenga upya uaminifu kati ya maafisa wa polisi na raia katika mikoa iliyoathiriwa. Mipango ya polisi jamii inajadiliwa kama suluhisho linalowezekana la kuziba mapengo ya mawasiliano. Mipango hiyo inalenga kukuza ushirikiano na maelewano. Maafisa wanaamini kwamba wakati jamii zinaelewa nia ya utekelezaji wa sheria, kuna uwezekano mdogo wa mvutano kuzuka kama huo. Mazungumzo yanahimizwa katika mikutano ya kijiji na mikutano ya hadhara. Njia ya upatanisho inaweza kuwa ndefu lakini muhimu. Wakati huo huo, wakazi wamehimizwa kuripoti washukiwa wa uhalifu kupitia njia rasmi badala ya kutumia vurugu au mashambulio. Wawakilishi wa serikali wanasisitiza kuwa kuna taratibu halali za kuwalinda washukiwa na umma kwa upana. Tabia ya kuwa macho sio tu inadhoofisha haki, lakini pia inaweka maisha ya watu wasio na hatia hatarini. Hata hivyo, majeraha aliyopata afisa wa polisi mmoja miongoni mwao yamekuwa ukumbusho wa hatari hizi. Hata hivyo, wananchi wengi sasa wanatafakari madhara ya siku hiyo. Masomo yanaibuka polepole kutoka kwa janga hilo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa matukio kama yale ya mkoa wa Kigoma yanaweza kuwa na athari kubwa kwa simulizi za usalama wa taifa. Wafanyakazi wa kutekeleza sheria wanaposhambuliwa huzua maswali kuhusu kujitayarisha na kukusanya taarifa za kijasusi. Baadhi wanahoji kuwa mafunzo yaliyoboreshwa katika uondoaji wa migogoro yanaweza kusaidia maafisa kujibu kwa ufanisi zaidi. Wengine wanaamini kuwa kampeni za uhamasishaji wa umma ni muhimu vilevile. Hata hivyo, usawa kati ya mamlaka na huruma bado ni nyeti. Mjadala wa kitaifa umezidi. Waangalizi wa haki za binadamu pia wamesisitiza haja ya kuwalinda washukiwa dhidi ya haki za makundi bila kujali tuhuma dhidi yao. Mtazamaji, ni haya tu niliyokuandalia. Kumbuka kulike video hii kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele, alafu gusa kiboksi hicho kwenye skrini yako kwa taarifa zaidi.